huu mmea huu mmea ndio unafanya sisi Wakamba tunaitwa majina mengi, na huu mmea ndio mmea ambao umefanya swali ambao watu wanajiulizanga kuhusu Wakamba. Wanaulizanga, mbona Wakamba hawazeekangi? Mbona unapatana na kamzee kamkamba kako na nguvu, kanapanda, kanaenda, kanatembea na miguu zake? Hii ndio mti yenye inafanya watu wengi wanajiulizanga, mbona Wakamba ukipatana na nyanya mkamba mbona ana nguvu tu, yani mbona miguu zake ziko strong? Guys, nataka niwapatie faida ya huu mmea unaitwa mbaazi, na sisi Wakamba tunauitanga nzoo. Na huu mmea unakaanga kwa shamba mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Na huu mmea nataka niwapatie faida kidogo, nitaguzia, sitaguzia sana mafaida ya spiritual, kwa sababu faida ya spiritual tukisema Wakamba tuongee tu ukweli, tuseme hii ni kama inakuanga ni kamote. Kwa wale watu wanajua kuitumia kwa upande wa spiritual, ni kamote halali, kwa sababu inashika mwizi. Hii mbaazi inashika mwizi. Hii mbaazi mpaka wachawi wenyewe wanatumianga mbaazi. Yani wachawi wenyewe wanatumia mti wa mbaazi namna wanaoutambua. Mbaazi uanga unachemsha, na guys hapa munisamehe, hii ndio ile kitu imetufanya sisi kama wasichana wa Kamba wakati mwingine yani tumejipata kwa matatizo mengi juu ya manyanya zetu kutumia hii mti wakatuzaa. Sasa sisi tuko na hizo genes za hii mti, kwa sababu ushakuliwa sana na wanyanya wetu, ancestors zetu wameukula sana, mama zetu wakaukula, alafu sisi ndio sijui kama tumeukula venye unatakikana, ndio pia hizo chemichemi ziingie katika mili ya watoto wetu. Hii mbaazi kuna venye tunaifanyanga, inachemusha, inatengeneza kitu bahari yake bahari moja. Sijui kama mtanielewa kina mama. Inafanya ile etawata kitumbua inakuwa moto hivi, inakuwa moto, yani inakuwa moto kupita kiasi. Na ikikuwa moto unajua lazima inakuwa kuna ile side effect ya kitu ikikuwa moto. Na hapa ndio unasikianga mwanamke Mkamba anaweza kakalia bwana yako chapati. Unasikianga majina kama hizo, Mkamba akikuchukulia bwana, sijui Mkamba ni mchawi, Mkamba hii jina Mikamba yani tumezoea. Yani ndio unaonaga hata Mkamba ukimuita mchawi basi yeye kwake si hoja, kwa sababu ni kitu alishazoea tangu jadi kuitwa mchawi. Kwa hivyo sijui kama mtanielewa. Hii mti hiyo matawi yake kuna vile inafanyanga kitumbua. Kama una kitumbua baridi, kitumbua haijachangamka, kuna vile inachangamshangwa. Lakini ukichangamsha lazima kuwe na mume mahali. Si kama una mume alafu unaenda kuchemsha, itakuletea shida balaa. Hii kivumbazi ichezangi, hii inafanya inaweza ikahamisha muji ukaupeleka mahali kwingine. Guys, nataka tuingie kwa upande wa vitu zenye zinaweza kukusaidia ukikula mbaazi. Na kama uko hapo, chukua kitabu na kalamu, enda uambie kama uko na neighbor Mkamba, enda muulize nzoo ni nini. Na ndugu zangu Wakamba, wakati tulikuwa tunatengeneza hizi mbaazi, wakati tu mbaazi zimekomaa, kulikuwa na tabia moja ya wazazi Wakamba mimi sitaisahau. Juu mbaazi kuzitoa ilikuwa ni kazi ngumu sana, na Wakamba walikuwa wanazaa watoto wengi. Kwa hivyo tulikuwa tunakusanya watoto wote na tunakalishwa chini, kila mtu anagawiwa zake atoe. Lakini usipotoa zako ulikuwa unafungiwa na hii maganda ya mandizi inawekwa kwa getheri na utapatiwa ikiwa hivyo. Hizi mbaazi zilikuwa yani sijui zinakuanga na spirit gani. Mbaazi zinakuanga na nguvu ingine, sijui Mungu alizipatia nguvu ya aina gani. Yani mpaka mzazi mwenyewe anakukalia ngumu. Alafu ndugu zangu Wakamba, wakati tulikuwa tunatoa nzoo, kuna kitu tulikuwa tunaita keonza. Niambie ulikula keonza kwa mbaazi mara ngapi? Ndugu zangu ambao mjui keonza ni wakati tulikuwa tunamenya hizi mbaazi, ulikuwa unapata yenye iko na 1 2 3 mpaka 7. Ukipata yenye iko na 7, yani
kumbana na ile iko na 7. Ulikuwa na bahati, na watu wengi bahati zao zimetokana na kionza. Semeni kama nadanganya. Kuna watu bahati zao zilitokana na kionza. Yaani ukikula ile kionza, bahati ulikuwa unapatana nayo tu asubuhi. Hizo ni miujiza na nguvu zenye Mwenyezi Mungu amebariki njugu nazo, sio mimi na sio njugu, ni Mungu. So guys, ukitumia mti wa mbaazi vizuri na ufanyie masomo vizuri, dua vizuri, yani vizuri tu, ufanyie maombi vizuri ukiamini Mwenyezi Mungu nguvu, yani aipatie hiyo kimbaanzi nguvu. Aki umesikia mpaka nimesema nini? Aki. Hiyo ni kitu sijaitoa kwa video zangu. Hiyo aki, uliza Mkamba inamaanisha nini. Ukisikia Mkamba amesema aki, jua kitu yenye anasema yenyewe ni kitu inaweza, ni kitu mpaka yeye anaitambua. So guys, nataka tuende kwa faida za kimwili zenye unaweza ukapata kupitia mbaazi. Matawi ya mbaazi inatumika, mizizi yake inatumika, lakini utagojea mpaka mwaka moja. Na ile steam etawata eno mete, hii muti ukatila mote ukadheucha, unaweka kwa moto, unachanganya na masupu zako mifupa. Mamangu, nataka nikuambie, endo uchukue, wacha tuanze na mizizi. Mizizi wanga inasagwa kwa mambo ya spiritual. Mambo makubwa ya spiritual, makubwa inatoshana hivi. Hiyo tuwezi tukamaliza leo, nyinyi ndio mnasemanga video ni mrefu. Sasa nataka nikwambie je, uchukue hiyo mbaazi ikiwa tu mbichi lakini imekomaa. Chukua hiyo ende uoshe vizuri hiyo mizizi yake. Ende uchukue kamukia ka ng'ombe pale ama kambuzi ama kakakondo. Ende uchukue mifupa, hata kama ni miguu ya mbiti, ya not mbiti, ng'ombe. Nimeona ya ng'ombe. Ng'ombe inaitwa ng'ombe tu na kikamba, ama kavuli, kambuzi. Ende uweke kwa moto, chemsha. Inakupatia faida ya B3. Inakupatia ile faida unaweza ukapata kwa madawa ya B3. Vitamin B3 inakupatia asubuhi. Miguu yako inakuwa nguvu, viungo zinakuwa na nguvu. Unasikia? Inafanya iko na calcium ya kutosha, iko na iron ya kutosha, iko na vitamini A na C. Ndio unaona Mkamba kuzeeka. Guys, nataka tu munielewe guys. Enda Ukambani uangalie. Ukambani, yani enda uchukue tu mama wa 100 years, wa miaka 100, na uende uchukue mama wa 50 years wa hapa hivi sio mbali. Enda uwaweke uangalie. Utaona wa 50 anakaa wa 100, na wa 100 ndio anakaa 50. Hiyo si mimi, ni Nzoo inafanya Wakamba wanakuwa na nini, na ndio hii kitu mnaona hizi sifa za Wakamba. Yani Wakamba tu inafanya hiyo kitu guys. Ndio unafanya juu ya ile vitamin C iko pale. Ni ile high vitamin C ile mpaka iko na kamote ndani yake. Ukikula tu unakuwa vizuri. Na wababa walikuwa wakichemshiwa ile matawi ya mbaazi wakati wa mbaazi guys. Na ninataka Mkamba yoyote ama waandishi wa habari wenye wanajua kufanya utafiti, endeni kwa Ukambani wakati wa Nzoo, muone wamama tu ni tumbo. Wamama wanakuwa wajawazito wengi sana baada ya Nzoo kuisha, kwa sababu hizi Nzoo ina shida mingi sana. Nzoo inafanya mama anakuwa na joto na kusuvia. Unasuvia lakini ile kusuvia ya joto ndio unaonanga yani inafanya mama anakuwa na joto. Si mama sasa, si mzee. Alafu wa mama wa kitambo, hii nao ninawalaumu sana. Wale washosho wa kitambo walikuwa wanachukua ile kedhoi. Hao wa mama wa kitambo Wakamba ndio walifanya tunakuaga na hii shida ya kuambiwa tunaiba mabwana za watu, tunakalia chapati, tunaambiwa sisi ni wachawi, tunaambiwa majina zote zenye tumetukanangwa. Wakamba, wanawake Wakamba, mjitokeze leo museme ukweli kama ninadanganya. Matusi kwanza uende kama ulikuwa umeolewa kwa boma, alafu muachane na huyo mwanaume kukuja mwanamke mwingine mwenye sio Mkamba. My friend, kitu ikifanyika ni ule bibi yako Mkamba. Hiyo ndio asara yenye hawa shosho wetu walitufanyia, kwa sababu ile kedhoi, ile maji ya kedhoi. Imagine ndugu zangu wapenzi wenye nyinyi sio Wakamba,
hiyo kidhoi, hiyo supu, tulikuwa tunapangwa laini pale, kila mtoto anapatiwa. Msichana akifikisha miaka 10, kasichana kanakuwa kakona joto mbaya sana. Na ndio msitulaumu guys, msilaumingi Wakamba. Ukiona kwa Mkamba kwa barabara, unamwambia Mungu ni mwema na unaacha Mkamba anapita. Kuna watu tulipitia mateso mengi sana mpaka unakewa kidhoi. Hakuna mama Mkamba alikuwa anamwaga kidhoi hata kama ni ya Mboso. Ukipatana na Mkamba, jua ameipitia challenges nyingi sana. Ukipatana na Mkamba mwenye amefikisha 25 years, hizo enzi za zamani na hakuzaa mapema, mshukuru Mkamba, sijui alilelewa London ama kalelewa Nairobi. Lakini wasichana wengi wenye walilelewa ushago haki, wamama walikuwa wanapitisha watu changamoto. Unaekewa kidhoi cha Nzo, unakunywa ile kidhoi. Ukikuja kufikisha miaka 12, yani unakuwa umeiva guys. Unakuwa umeiva vibaya sana. Unaiva mpaka yani tumepitia mateso mengi sana ya kuiva guys. Hii yote ni Nzo. Mimi hata ningekuwa chief wa Ukambani ama nisimame etawata wa Ukambani, mimi Nzo naweza nikasema. Lakini uzuri wa siku hizi wenye sasa wamama wa siku hizi wajui hii kitu nakwambia, hawajui. Wenye walikuwa wanajua Mungu anaenda akiwapumzisha polepole kulingana na nyakati zao. So guys, hiyo faida yote wewe uwezi ukapenda hiyo faida yote. Hiyo faida yote kwani uwezi ukapenda? Inasaidia hormones. Hiyo Nzo ukichukua maganda yake ubonde ukunywe, pressure mafi, ndio utawaipata Mkamba kona pressure. Ni ngumu sana guys, niulize. Mimi wanga na deal na watu wengi. Mkamba sijui Mkamba pressure walifanyana nini, na simuombei apate pressure. Mkamba ni ngumu sana kuambia kona ugonjwa wa sukari. Labda hawa wa Nairobi. Lakini ule Mkamba Kevindo, Mkamba typical, ni ngumu sana kumpata na magonjwa mengine. Kwa sababu every year anapanda Nzo. Na Nzo ni mbaya sana kwa sababu inaweza ikafanya ukuwe na nguvu nyingi za kimwili. Kwa hivyo kama hauna mume, hauna mke, naweza nikakwambia nduka yenzo Nzo si mbuni nisibuni ya mundu. Unasikianga kasichana kanafura tumbo kanaulizwa kuona abonigwe Nzo, kwa sababu Wakamba, wamama Wakamba wanajua msichana alikuwa anakula Nzo, next time unampata ameboniwa na Nzo. Na tulikuwa tumepitia challenges nyingi, Nzo zimetuletea mashida nyingi. Kwa hivyo tukitumia Nzo huu wakati ndio wakati mzuri wa kutumia mbaazi. Wakati tulikuwa wadogo, wazazi mlitukosea sana ni kutupatia Nzo. Hazikuwa zinatupatia faida yote, isipokuwa sasa mnaona hata hatujawahi kuheal hiyo Nzo, bado tunakuwa na ile etawata. Unasikia sasa wewe, si unaelewa sasa hizo Nzo zimekuwa zikifanya Mkamba na kuwa moto fire, na hiyo moto wakati mwingine inakuwa inazidi kulingana na pia nyakati na majira. So guys, kama ujui faida ya Nzo, kuna vitu nyingi sana naweza nikataka kukuambia kuhusu Nzo. Na kispiritual kuna watu wengi mmekuja kwa WhatsApp yangu, nimewaambia benefits za Nzo, si ndio? Na wenyewe mkakuja mkaniambia nini? Limui. So faida za Nzo ni nyingi. Uliza mtu wote mtibabu, muulize Nzo. Enda ulize mbaazi. Inaitwa mbaazi, mti mkuu. Enda ulize, inaitwa mti mkuu. Yani mchawi mwenyewe anautambua. Kwa nini wewe usitambue? Mzungu huyu mzungu kamchuni anajua faida ya mbaazi. Haezi akakwambia anataka kukuuzia vitamin. Anataka kukuuzia vitamin. Aiza akakwambia uende upande mbaazi, unakaa mwaka mmoja ndio uvune mbaazi Nzo, na bado ina faida nyingi sana. Inakupatia faida ya kuni. Kuni yake inaakanga kama mafuta ya taa. Yani mimi mbaazi, Mungu ile nguvu aliweka kwa mbaazi. Guys, msipokuwa na hekima ya kujua Mungu na mimea ambayo Mungu alipatia uponyaji mwingi sana, guys, utakufa bado kama hujajua vitu nyingi sana. Lakini siweze nikakulaumu kwa sababu ni kiburi yako. Na kuonanga watu wakiwa una judge book
basi cover ni mbaya sana. Sikizanga video unapata benefit mzuri. Usione mtu anakaa hivi ukadhania ako tu hivi. Hapana, uwezo ukajua. Juanga watu wana mambo mengi wanajua, lakini wao hutaki kuwasikiza video zao mpaka mwisho. Mbarikiwe. Ukitaka kama umependa video guys, usiangalie uso. Tulivaa mask tukiwa na nyinyi hapa kwa sababu ya nini? Itawata mambo ni mengi, muda ni mchache. Sasa usiulize huyu ni nani, huyu alikuwa bila maski hapa juzi. Usangae ni corona. Ni corona inaleta shida. Tuko under medication ya manyungu. Unajua kuna virus nasikia zinaweza zikapeana hapa kwa simu, so sitaki kukupatia hizo virus, na wewe sitaki wewe pia unipatie virus zako, kwa sababu tunafaa tufunge mask because of hizo virus. So guys, barikiwa. Naitwa Zamzam Rehema. Na uhit notification ndio video kama hii kitoka, kama una wakati na una bundles, ukuwe wa kwanza kuipata. Na kama umependa hii video ipatie haki yake. Haki yake ni like, kuacha comment mzuri pale, unaniambia Zamzam nimekuelewa, ama Zamzam barikiwa. Yani tu feeling tuzuri, sijui tumetoka wapi. Between ninafanya hii video kuna feelings zimenikujia na nikasikia mwili yangu imeshemuka, ndio maana mnaona shamra. Sijui zimetoka wapi, labda ni nzoo. Naambia nzoo ndio shida ya Wakamba. Mkubali kusema nzoo venye zilitubonea na nzoo venye zinatuangaisha, na hata saa hizi bado shemishemi ya nzoo inakuanga kwa miili yetu. Hiyo DNA za nzoo bado ziko kwa miili yetu. Na tuombe Mungu watoto wetu wasikuwa wamezichukua, kwa sababu hata wataitwa wakarije Shafati, wanakariaga Shafati.